kuna mfanyabiashara mmoja anafuga kuku. Sasa kulingana na kufuga kuku, kinyesi chake kiko na anakiweka pale ambapo hapastahili. Sasa kulingana na hali ya wananchi, waliamua wachukue hatua kwa wakubwa ili wapate usaidizi kulingana na hali ya afya. Maana katika vijiji vyetu kuna watoto, kuna wazee ambao wako na miaka mingi, ambapo wazee kama wale wakipata hali ya harufu wanapata afya mbaya. Sisi huyo bosi tukimwambia matatizo yetu hatuelewi. Watoto wanaharisha, wazee wadhofika, ukiweka kikombe cha chai chajaa inzi tele, ukitaka kula chakula inzi pia waweza ukamtafuna. Sasa sisi twaumia kabisa. Mimi mwenyewe pia tumbo lilijaa tele gesi, nikaharisha siku 3 kwa ajili ya harufu. Biashara yake sisi hatuna bifu naye, lakini afya kwa mwanadamu ni must. Wanipata? Afya muhimu, na kufikiria kitu mwenzio kinavyomuafekti, hata wewe pia ungekuwa ni wewe usingeweza. Pili, sisi tu watu tuwafanya biashara, sisi tuna watoto. Mimi naweza kumiliki harufu pengine eji niliofikia, lakini kuna mtoto mdogo hawezi akaweza. Kuna watoto waharisha humo mtaani, na sababu naona ni hiyo harufu, kwa sababu mtu akiambia damu imechafuka, sababu ya nini? Yuamba edha alikunywa maji machafu ama alivuta chemical ambao ilimuafekti. Biashara hatuioni mbaya kwa sababu naye pia ni mtafutaji, lakini sisi wana biashara wa upande wetu hawali. Manake mtu hawezi kuja ukampakulia chakula hapo ale na harufu, yuashindwa. Ombe letu twaomba serikali iingilie, kama nkutafutwa madawa tafute madawa poteze harufu, hatuna shida. Ama nkuondoa mbolea tafute mahali apeleke mbolea, si kwa ubaya. Sisi hatuna ubaya naye. Tena narudia tena, hii harufu inaingia paka ndani ya nyumba, tunalala nao chumbani, tunamka nayo, watoto wetu nao hivyo hivyo. Yaani wanasefu na ile kwa ameenda shuleni tu, akiregea anashinda nayo, analala nao hivyo. Sasa kile tu tuomba kwa serikali ama kwa vyombo vya habari ama wale watu wa health, watu angalie na si kidogo tuwe na ile freedom ya kuishi. Wajua kuishi mahali ambapo kidogo pana usalama wa hiyo ya afya ni kitu muhimu pia. Kuna wakati tulipata malalamishi kutoka kwa community kwa hiyo harufu inasumbua. So organize tukatafuta specialist wa kudeal na hizo mambo hapo, akatupatia hiyo procedure kama vile mnavyoona hiyo procedure hapo. Hii ni barua kutoka kwa daktari specialist wa hizo manure, odor management and composition report, ndio hii hapo. Hii ni process ya kuonesha kuwa how to treat hiyo manure hapo nje na how to remove your harufu. As you can see, tumeanza hiyo process hapo ndani sasa. Hapo hizo soda tumeweka, tuna spray dawa kila after hiyo manure ikitoka hapa ndani, ikifika huku tuna spray dawa, na kabla pia itoke huko ndani tuna spray dawa, so ikifika huku nje iko clean. Na pia county ya Kwale public health office walifika pia on 18th juzi tu, leo tarehe 20. So ni siku 2 tu hizi, na kuna maendeleo nipia mnaona, sio? Kazi imeanza, shimo limechimbwa pale, soda kwa dawa vizuri pale na hiyo manure, na pia harufu imepungua, si kama vile ilikuwa mwanzo. Hata wananchi wenyewe pia naweza sema pia imepungua sana na just 2 days. So tuko kwa process bado ya kuendeleza, na tunajitahidi sana ili tuweze ku manage hiyo waste hapo nje, na community pia ikae vizuri kwa amani. Juzi tumepata petition kutoka kwa wananchi wa Kiteje kuhusiana na harufu na inzi ambao wanasumbua katika eneo hii, kutokana na mradi ambao uko hapa wa kuku. Kuna kuku ambao wamefugwa hapa kama 9,000 kuku wa mayai, na wakati wanaondoa hiyo uchafu inawekwa sehemu fulani, nasababishia wananchi harufu. Inzi ambao wanapatikana hapa ni hatari, kwa sababu
tunajua kwamba inzi ni chanzo cha usambazaji wa magonjwa, hata kama vile kipindupindu na vitu kama hiyo. Tukaketi na wananchi tukawaelezea, na wale wenye mradi pia tuliketi na wao tukawaeleza kwamba licha ya kwamba mna mradi mzuri, ina affect community. Kwa hivyo tuliwaserve kitu inaitwa statutory notice. Statutory notice inamaanisha kwamba wasipotimiza yale mambo, kuondoa hii harufu na chanzo cha kusababisha inzi, inamaanisha kwamba watachukuliwa hatua ya kisheria. Kwa hivyo wamepewa siku 28 kuhakikisha kwamba wametimiza masuala fulani na fulani ya kumaliza.